Tunathamini, tunaheshimu mchango wa Wallace Karia kwenye mpira wa miguu wa Tanzania. Haiwezekani kwenye familia mtoto anafaulu alafu uje useme baba hausiki kwenye kufaulu kwa huyo mtoto. Simba Sports Club kufika nafasi ya 6 kwa ubora Afrika ni kutokana na uongozi thabiti wa Wallace Karia. Kwa kuwa amefanya mambo hayo makubwa kwenye mpira wa Tanzania na Simba ni wanufaika wakubwa na utawala wa Wallace Karia kwenye utawala bora, hatuna budi kumpa heshima hii ya kipekee na kumwalika kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu huu muhimu dhidi ya Al Masry, na yeye aje amshuhudie mtoto wake, aje amshuhudie mwanachama wake. Simba Sports Club anakwenda nusu finali siku ya tarehe 9. Wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao, kumbe wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao, 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 wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao. Mchezo kuvimba vimba ukicheza na Simba. Na ndugu zanguni wana Simba, nichukue nafasi hii kuzungumza nanyi kwa kukumbusha kwamba tunapaswa kuheshimu viongozi wetu wa mpira wa miguu ambao wanafanya kazi kubwa ya kuendesha mpira wetu huu, lakini vile vile kuheshimu na kutii mamlaka zote ambazo ziko juu yetu. Kwa hiyo kwa hili tumuombe Mheshimiwa Wallace Karia apokee mwaliko wetu, aje kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu wa tarehe 9, aje amuone mnyama anakwenda nusu finali. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu. Tuna kila sababu ya kujivunia sisi kuwa Simba. Hii pilika tuliokuwa nao hii leo ni kwa sababu sisi ni Simba, ni kwa sababu tupo peke yetu kwenye michuano ya kombe la shirikisho, tuko peke yetu kwenye michuano ya Afrika, na ndio maana unatuona tuko bize tukihangaika kunadi maendeleo ya mpira, tukihangaika kutangaza mpira, tukihangaika kuhamasishana watu waje Benjamin Mkapa. Watu wote wasiokuwa na shughuli ndani ya wiki hii ndio unaona wanatukana viongozi wa serikali. Sisi kwa kuwa tuko bize na mambo ya msingi, ndio maana tunafanya mambo ya maana kuhakikisha kwamba mpira wa Tanzania unasonga mbele. Baba tunawabeba, hawabebeki, tunawabeba, hawabebeki, tunawabeba, hawabebeki. Mazuri yetu, wanatia ubaya, mazuri yetu, wanatia ubaya, mazuri yetu, wanatia ubaya. Baba tunawabeba, hawabebeki, tunawabeba, hawabebeki. Baba mazuri yetu, wanatia ubaya, mazuri yetu, wanatia ubaya. Mchezo kuvimba vimba ukicheza na Simba. Ndugu zanguni, wanatuonea wivu, wanatamani wangekuwa wao, lakini uwezo wao hauwaruhusu kuwa hapa. Aliyopo hapa ni yule mwenye uwezo tu. Tulikuwa 6, hatimaye tumebaki peke yetu. Tulikuwa 4, hatimaye tumebaki peke yetu. Wale wote goi wameishia huko, amebaki Simba Sports pekee. Nafahamu ya kwamba wanaumia Simba kuwa hapa na Simba kuichungulia nusu finali, na wanatamani kufanya kila hila ili mnyama aishie hapa kwenye robo finali. Sasa tuwaambie yoyote ambaye atatia mkono kwenye mechi yetu ya tarehe 9,
aache ameandika usia kabisa kwenye familia yake. Kama wanadhani tunatania, basi tutakutana safari hii. Na sio tu atakayetia mkono, hata atakayeweka nia ya kumharibia Simba kwenye mechi hii. Tunakumbusha tena, kabla hajaweka nia yake, hakikisha ameshaandika na usia. Muda wa wema umekwisha, imebaki nini? Ndugu zanguni wana Simba, hii mechi tunaitaka na tunaitaka sana. Tayari tumeshacheza robo finali 5. Robo finali hii ya 6 tunataka kwenda nusu finali. Hatuna option nyingine, tunataka kwenda nusu finali. Almasiri watake tutaenda, Almasiri wasitake tutaenda. Wavimba macho watake tutaenda, wavimba macho wasitake tutaenda. Safari hii hatuishii robo finali. Tunasema kwa nguvu moja na kwa sauti moja, hii Ndugu zanguni, leo tumezindua hamasa hapa katika tawi la Mbezi Sokoni shule. Tawi lenu lina jina refu. Mbezi shule Sokoni. Tafuteni moja, iwe ni Mbezi Sokoni au Mbezi shule. Mbezi shule Sokoni. Changanyo wake ni mrefu sana. Mgeni mwingine maalum nitamtangaza kesho katika mwendelezo wa kispika ambacho kitafanyika katika tawi la Mazizini Ukonga. Kesho, ratiba ya kesho, tutakwenda tawi la Mazizini Ukonga kwenda kufanya hamasa. Tukitoka hapo tunakwenda tawi la Tabata Dampo. Kwa hiyo kesho tuna matawi mawili ya kwenda kufanya hamasa. Tunakwenda tawi la Mazizini Ukonga kwenda kuangalia namna watu wanavyochinja ng'ombe kwenye machinjio yao, na sisi tupate hisia za kwenda kumchinja Almasiri tarehe 9. Alafu tunakwenda tawi la Tabata Dampo
kwenda kuangalia namna ya kutupa vifaa baada ya kumaliza kazi. Yani baada ya kumaliza Almasi tutakwenda kumtupa dampo. Nyama amekwenda nusu finali. Mwaka huu mambo ni meupe. Baba inanipalaza, Simba hiyo inanipalaza, Simba hiyo inanipalaza, Simba hiyo ameninigeuaje, Simba hiyo ameninigeuaje, Simba hiyo washabani nigeuaje, Simba hiyo unanigeuaje, Simba hiyo nikudanija na wengi, Simba hiyo unanigeuaje, Simba hiyo unanigeuaje, Simba hiyo nimetoka nayo basi, Simba hiyo nimetoka nayo basi, Simba hiyo mchezo kwa mimi kucheza na Simba. Kuna mambo moja ya msingi kidogo tuzungumze hapa kabla hatujamaliza mkutano wetu. Si mmechoka? Hamjachoka? Shughuli imeambatana na mvua, kwa hiyo tunakula wima wima. Poleni wale wote ambao mnaloa na wale wote ambao wameloa. Tukimaliza hapa kuzungumza, tutatembea wote kwa miguu mpaka stendi pale ili kila mtu aloe. Maana tusianze kuchekana, alafu wale ambao hawajaloa wakajiona wajanja, wenzao wameloa wakaona malofa. Kwa hiyo tutaloa wote. Baada hapa tutakuwa na maandamano mpaka raundi ya moja pale, tutasambana. Tuhakikishe kila mtu maji yamemfikia. Ndugu zangu, twende kwa haraka haraka. Tuna kazi kubwa ya kufanya siku ya Jumatano ya tarehe 9. Lakini hii ni kazi ambayo sisi tunaiweza sana. Hii ni kazi ambayo haitusumbui hata kidogo. Tumeshafanya kazi kubwa. Tumeshafanya kazi kubwa Afrika hii haiwezi kutushinda hata kidogo. Lakini ili tuweze kufanikisha hili, ni lazima kila mwana Simba atimize wajibu wake. Simba ndiyo timu inayoongoza Afrika kwa kutoa vipigo vikubwa. Tulimfunga mtu bao 7, tukamfunga mtu bao 6. Ni Simba pekee ndiyo ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo. Na tarehe 9 tuna uwezo wa kurudia hayo tumewahi kuyafanya. Lakini katika rekodi zetu, mabao mengi ambayo tumemfunga Mwarabu ni mabao 2 pekee ambayo tumemfunga Constantine. Tarehe 9 ya Jumatano tunakwenda kuandika rekodi nyingine mpya ya kumfunga Mwarabu mabao mengi zaidi yale 2 ambayo tumewahi kumfunga Constantine. Ili tuweze kuvuka, tunahitaji mabao 3 katika mchezo huo. Kwa Simba hii, mabao 3 yanapatikana kufumba na kufumbua. Kuna vitu vigumu kwa Simba, lakini sio kupata mabao 3 Benjamin Mkapa. Tunaweza kushindwa kila kitu Simba Sports, lakini hatuwezi kushindwa kupata mabao 3 kwa bila Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni, timu ya kufanya hivyo tunayo. Na nyewe wenyewe mliiona siku ile pale uwanjani Misri. Kama sio makosa ambayo yalikuwa nje ya uwezo wetu, tulikuwa tunaondoka pale na matokeo mazuri, na mechi ya marudiano tumekuja kufanya ubaya. Lakini hakuna shida, yale tuliyoyapata bado kwetu ni matokeo mazuri. Tuna uwezo wa kufanya chochote katika mechi ya marudiano. Mwana Simba, nunua tiketi yako, tukutane Benjamin Mkapa. Wapo watu ambao katika mechi ya Sfaxien, ikiwa inaenda 1-1 dakika za mwishoni, walishaanza kutoka uwanjani na kwenda nje ya uwanja kuanza kulalamika.
Kabla hawajafika getini wakasikia kelele. Wanasimba ambao hawakukata tamaa walibaki uwanjani wakashuhudia goli la Kibo, na safari hii ni vivyo hivyo kwa yule ambaye amekata tamaa na hata kuja uwanjani, atawashuhudia wenzie wakishangilia ushindi, wakishangilia mnyama ameenda nusu fainali. Kispika tunakipenda akiweke mbele hapo. Hiki ndo jamaa. Tunaendelea. Huu ugumu tunaopitia hapa na tunafanikiwa, ndio ugumu tutakaokutana nao tarehe 9 na tutafanikiwa. Mvua yangu jua langu napambana na Simba yangu, mvua yangu jua langu napambana na Simba yangu, mvua yangu jua langu Jumatano haitakuwa tu siku ya kumfunga Mwarabu. Jumatano itakuwa ni siku ya kumchakaza Mwarabu. Waarabu tumeshawafunga sana. Tushamfunga Al-Ahli Benjamin Mkapa bao 1-0. Tumeshamfunga RS Berkane bao 1-0. Tumeshamfunga Wydad Casablanca bao 1-0. Tumeshamfunga Sfaxien mabao 2-1. Tumeshamfunga Constantine mabao 2-0. Kumfunga Mwarabu tumeshazoea na kwetu sio kazi ngumu. Tunachoenda kufanya tarehe 9 ni kumchakaza Mwarabu. Na ndugu zangu wana Simba, huyu Mwarabu wa Almasri ni saizi yetu kabisa. Tuna uwezo wa kumfanya vibaya, tuna uwezo wa kumfanya chochote, na tutamfanya kile ambacho sisi tunataka kufanya siku hiyo. Ndugu zanguni, baada ya mechi kumalizika, nikamfuata mchezaji mmoja baada ya mwingine. Nikamuuliza, hii tunavuka? Kila niliyemuuliza alinambia hii tunavuka. Niko hapa Mbezi sokoni kuwaambia wana Simba, wachezaji wa Simba wamenambia hii tunavuka. Kwa hiyo wewe mwana Simba, mtu pekee ambaye unapaswa kumsikiliza na kumwamini ni mchezaji wa Simba ambaye anakwenda kuvuja jasho pale uwanjani. Kama yeye mchezaji ameshasema hii tunavuka, wewe nani mwingine uanze kuishi na mashaka? Ndugu zangu wana Simba, hii tunavuka. Lakini kuvuka huku kunahitaji nguvu ya pamoja, kunahitaji mshikamano wa pamoja. Tunahitaji wanasimba wote tukaishi kwenye dhana yetu ya uhalisia ya nguvu moja. Tukitimiza hilo, mama yangu Almasri anakufa Benjamin Mkapa kweupe. Jambo moja wa msingi ndugu zangu, na huu ni ujumbe kutoka CAF, ya kwamba tunapokwenda kwenye mechi hii na tunapokuwa uwanjani, jambo la msingi la kuzingatia ni ustaarabu wetu mashabiki wa Simba. Sote tunakumbuka namna ambavyo ubaya ubwela ulitugeukia mechi yetu na Constantine, tukaangalia mabandani. Sasa hayo yasitokee kwenye nusu fainali. Tuna nusu fainali na Zamalek hapo katikati ya mwezi wa 4. Kwa hiyo tunapokwenda uwanjani, tujiepushe na aina yeyote ya vurugu, tujiepushe na aina yoyote ya vurumai. Twende tukashangilie kwa nguvu Simba yetu, tuondoke uwanjani tukiwa tumechukua
ushindi wetu na mnyama yuko nusu fainali. Ndugu zanguni, tutakuwa na mgeni rasmi katika mchezo huu, tutamtangaza hapo baadaye, lakini leo niko hapa kuwatangazia mgeni maalum katika mchezo wetu huu wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mgeni wetu maalum katika mchezo wetu wa tarehe 9 ya mwezi wa 4 ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia ni rais wa baraza la vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati SEKAFA, lakini vile vile ni rais wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania, si mwingine Wallace Karia. Tuna kila sababu ya kumwalika na kumpa heshima hii Wallace Karia kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu huu dhidi ya Al-Masry. Pasina shaka, pasina wasiwasi, pasina kuficha macho, Wallace Karia ametenda mema mengi sana kwa mpira wa Tanzania. Mafanikio tuliokuwa nayo Simba Sports Club kwenye anga za kimataifa ni kutokana na uimara na ubora wake Wallace Karia. Hivyo basi sisi Simba Sports Club